serikali. Isaac Mwaura akibadilishwa kuingia katika idara ambayo inasimamia masuala ya walemavu katika afisi ya rais. Hayo yote tutaangazia hapa, na mimi Elizabeth Mutuko. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Roda Nyamai. Studioni ninaye Hesbon Owila ambaye ni mtaalamu wa mawasiliano katika masuala ya siasa na pia mchanganuzi wa siasa. Karibu sana studioni. Na pia yupo karibu naye wakili Kariuki Njiri ambaye ni wakili pia na mchanganuzi wa sera za serikali. Karibu sana. Yupo Fred Ogola ambaye ni profesa na daktari pia. Ni mtaalamu wa masuala ya siasa na pia uongozi na sera za serikali. Karibu sana. Asante sana. Nitaanza kwa mabadiliko ambayo yamekamilika dakika kidogo zilizopita kupitia mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei. Kwa kile anasema ni mabadiliko ambayo ni ya kuboresha serikali. Mwanzo kuhamishwa kwa Mwaura, wamesema ni promotion. Ningependa kusikia kwa kila moja dakika moja tu, tukiingia katika masuala mengine. Ni mabadiliko ambayo yanafaa ama ni mabadiliko ambayo yanafanywa kwa kisiasa? Kwanza najua ofisi ya rais imekuwa na shida kubwa kwa muda mrefu ya uwasiliano na wananchi. Lakini pengine tunaweza dhani ya kuwa ukibadilisha mwenye alikuwa anaongea, basi hii ofisi itaendelea kufanya kazi. Lakini kama mtaalamu ya mambo ya mikakati hasa ya uwasiliano, naweza nikasema hivi, shida ni content ya yale ilikuwa anaongolewa, ama shida ni mwenye alikuwa anaongea. Kama the speech is poor, can the speaker improve the speech? Ama kama hakuna content, kwa sababu ofisi ya serikali imekuwa ikiendeleza tu uongo, tunaahidi hii, tunatenga hii. Sasa hata kama Charles Owino kwanza anatoka Ugenya sehemu kwetu, kwa hivyo congratulations to him. Lakini kama content ya hiyo ofisi, hakuna utenda kazi, hakuna ajira kwa vijana, hakuna mambo ya afya ambayo inaboreka, elimu ni shida, bado utakuwa unaongea tu hizo shida tu. Kwa hivyo utoe Mwaura, ulete Owino, ulete Mohamed, nani, itakuwa shida hiyo. Lakini na hiyo kusema ati Mwaura amekuwa promoted, tunajua tafadhali, wajua ofisi ya rais mwenye anaongea kama ni the spokesperson. You cannot compare with someone working in a department ya tuseme people with disability. Kwanza mimi sijafurahi hiyo promotion, kwa sababu kwanza sio lazima Mwaura ambaye pia kuna disability apeleke kwa department ya disability. Lakini amefanya hiyo kazi kwa muda, wakati ambapo akiwa pale bungeni alikuwa chairman wa walio na ni kweli, lakini nasema hivi, hiyo ni sio promotion, inamaanisha hajatenda kazi. Na uamiri kwamba Owino ata succeed, manake he's been a spokesperson katika idara ya polisi na alifanya successfully. Owino is a man of capabilities, na kuambia tuko na uhusiano na yeye. Babangu alikuwa anaomba kwa boma lake, sasa tunajua. Lakini kusema ukweli, kufaulu sio kwa sababu yeye alikuwa amefaulu kwa kuongea mambo ya polisi. Kufaulu ni kuwa, je, ofisi ya rais iko na mabadiliko ambayo itakuwa inatendea wananchi kazi, ambao ukizungumzia yanakuwa tamu, ama utakuwa unaongea tu zale kudefend rais ofisi yake kwa abductions, kwa killings, kwa ufisadi, itakuwa tu nakaa kama Mwaura. Sioni tofauti. Ningependa kusikia kwako Kariuki. Kwangu nitasupport yale amesema, lakini kidogo tutatafutiana. Owino ni mtu ambaye ana ujuzi kwa communication as compared kwa ule Mwaura. Mwaura hatuko tumemjua kama expert wa communication. Lakini Mwaura, kumbuka, ni mwanahabari pia. Ni mwanahabari ndio, lakini hatuko tumemjua kwa hiyo kazi. Na kidogo ofisi yake ilikuwa inaonekana kulikuwa na shida ya communication. Either ni vile anatayarisha kufanya hiyo communication, ama ni ile information alikuwa na CV anaambiwa hii ndio uta communicate na hii uta communicate. Hatujui ni nini ilikuwa shida. Pengine tutaona kidogo kama kutakuwa na mabadiliko. Sasa Charles Owino ameingia pale. Mwaura akiwa hapo awali alifanya kwa bunge, alikuwa kwa ile kamati ya watu ambao wako na ulemavu. Na pia mara ya kwanza kunominatiwa kwa bunge, alinominatiwa kama akiwa mtu ambaye ana ulemavu, na pia alikuwa mwenyekiti wa kitaifa. Ndio.
nafikiri akienda pale ataleta mabadiliko zaidi. Ana nafasi sasa ya kuleta mabadiliko zaidi na faida kwa watu ambao wako walemavu. Manake hiyo ni laini yake. Kwako ni kupandishwa cheo ama ni promotion ama ni demotion? Anasema hakuna kitu kama demotion, promotion demotion. Kulingana na wewe? Kidogo tukiangalia, Mwaura ni mwanasiasa na mahali amepelekwa sasa ako ile frontage ya kuwa na communicate kwa watu. Sa presence yake itaenda chini. Kwangu ni demotion. Wila amesema content ndio kitu ambacho kinahitajika, sio tu mtu mwenye anakwenda kwa ile ofisi. Kweli ni content. Communication iko na levels mingi. Kuna communication at the tactical level, kuna communication at the operational level, and then kuna communication at the strategic level. So ukiangalia Mwaura na Owino, Mwaura alikuwa anacheza tactical operational level. Yeye ni mtu alikuwa anaenda hapo kufix. Alikuwa anakaa mtu anafix vitu zinafanyika. But Owino is a communication professional, has that background, and amekuwa katika idara yenye ilikuwa kwa crisis mode throughout, idara ya police and security. Na ukiangalia hizi mabadiliko, huwezi ongea juu ya promotion ama demotion. Mimi sijui mambo ya walemavu sana na sijui ni nini imekuwa ikihappen huko. But kitu yenye Wakenya watu wanajua, hii serikali imekuwa na shida katika masuala ya mawasiliano. Masuala ya mawasiliano. So problem haikuwa Mwaura. Problem ilikuwa communication, ilikuwa problematic. They needed to sort. Tafuta mtu mwenye atakuja kufanya hiyo kazi. So mahali Mwaura ameenda huko, alikuwa anatafutiwa mahali ya kuland, whether it is promotion or not. I think the critical issue ilikuwa ni kusolve. Unaamini Rais William Ruto kwa kukubaliana na haya matokeo wakati huu yatamsaidia zaidi katika usemaji? Itamsaidia zaidi. Na the reason why nasema itamsaidia zaidi is very simple. You know, when you are at the helm, sasa ile uko juu ya idara fulani na unaelewa vitu zinafanyika huku chini. In computer science kuna kitu inaitwa computer level view. That even when you're operating a computer, una understand what is happening in the background. I think that's the biggest thing in Owino analeta. That kama ni mawasiliano inatakikana, atakuwa akiangalia ni nini inafaa tuseme na tutaisema tukitarget nani na nani na nani. Na tukisema hivi itasuluhisha nini yenye ni shida. Hiyo ndo kitu Mwaura na timu yake hawakuwa wanajua. Walikuwa wanajua tunawasiliana, lakini hatujui tukishawasiliana hivi what would be the reaction of the audience.